Kama jinsi ambavyo Mtakatifu Yohane akiwa katika kisiwa cha Patimo aliona maono, ni wakati ambapo kanisa lilikuwa linapitia shida nyingi, mateso mengi katika karne ya kwanza, na yeye alikuwa amezuiliwa katika kisiwa cha Patimo, kama vile tu rais aliyekuwa wa nchi ya Afrika Kusini naye alikuwa amezuiliwa kwa sababu za kisiasa katika kisiwa cha Robben huko Afrika Kusini. Sasa Yohane akiwa amezuiliwa huko Patmo, alikuwa awaandikia Wakristo waliokuwa wanapitia kwenye dhiki, kwenye mateso, akiwapa matumaini na kuwatia nguvu, wasikate tamaa, wasivunjike moyo kwa sababu ya mateso, kwa sababu wote wanaalikwa kufikia katika utakatifu wa Mungu na kufikia kumwona Mungu. Na hivyo yeye katika maono yake aliona watu wengi wameunganika, wenye mavazi meupe, wameshika mitende mikononi mwao. Mavazi haya meupe ni ishara ya utakatifu, na mitende walioshika mikononi ni ishara ya ushindi. Na kisha akaulizwa na malaika, hawa watu ni akina nani? Na akasema, wajua wewe. Na akaambiwa ni wale waliopitia kwenye dhiki, kwenye dhuluma, na wameyasafisha mavazi yao kwenye damu ya mwana kondoo, na kwa hivyo ni washindi. Na asema aliona watu wa kila kabila, wa kila ukoo, wa kila lugha na wa kutoka kote kote. Hapa atuonyesha utakatifu huu ambao Mungu ametuahidia na ametualika ni wa watu wote. Kwa Mungu watu wote wana nafasi, kila mmoja wetu tuakaribishwa.